Bwana leo ni neema tu, ni wa neema. Huyu Yesu ni wa neema kubwa. Yesu wewe ni wa neema, Bwana wewe ni wa neema, hakika wewe ni wa neema, ni wa neema Yesu, hatukustahili haya, umetufanya neema Bwana. Worship you Jesus, we give you the glory. Jina lako limeinuliwa zaidi. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba Wa mbinguni, hakuna kama wewe. kama na wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Hey Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Yesu wa msalaba, hakuna kama wewe. Baba Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Uchungu wa msalaba ulichukua kwa ajili yangu Baba, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba Baba wa mbinguni, nimegundua hakuna kama wewe. Baba Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. nikuite tajiri wangu, umelipa deni zangu zote, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Helele Baba wa mbinguni, ayo hakuna kama wewe. Lolololo. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba Baba wa mbinguni, Baba hakuna
zako, angalia Bwana, 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 angalia Bwana.
sasa. Ulivyotenda Bwana, ulivyotenda, tenda sasa. Ulivyotenda Baba, ulivyotenda, tenda sasa. Ulivyotenda Bwana, ulivyotenda, tenda sasa. Ulivyotenda Baba, ulivyotenda, tenda sasa. Ulivyotenda Bwana, ulivyotenda, tenda sasa. Ulivyotenda Baba, ulivyotenda, tenda sasa. Unafungua milango yaliyofungwa Baba, ulivyotenda, tenda sasa. Ulivyotenda Tenda Baba, tenda, ulivyotenda, tenda sasa. kuna mioyo inapoteza tumaini Eba, ulivyotenda, tenda tena, Ulivyotenda tenda Baba, tenda, ulivyotenda, tenda sasa. ulivyotenda Bwana, ulivyotenda, tenda sasa. Ulivyotenda Baba, ulivyotenda, tenda sasa. Bwana utende katika utukufu. Ulivyotenda Baba, ulivyotenda, tenda sasa. 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 Makao, makao, fanya makao Baba, fanya makao Baba, rohoni mwangu, fanya makao Baba, fanya makao Baba, fanya makao Baba, fanya makao Baba,
Thank you this evening, Lord Jesus. We have ourselves before you. We ask that you strengthen us in this service, Lord. Receive the glory and adoration, our Father. We thank you, O Lord of heaven. Open the floodgates of heaven that you may receive from you. That we may receive from you this evening. We have gathered before you, our Father. We love you, Jesus. We honor you, King of glory. We exalt your name. Just take 1 minute and thank God. This day has been a great day. Just take a minute. Just thank God this day. Tell him how grateful you are that you have seen this day. Just talk to Jesus. Just tell him something about yourself. Tell him about something that you need. Tell him about something that you are expecting to receive. That God may open the floodgates of heaven that you may receive. Just speak to Jesus, you that is there. Just speak to him. Just mention something unto him. That you may open the floodgates of heaven. That we may receive the desires of our heart this evening. That any time that is coming from his seat, that is coming from this throne, he may not pass us by. He may not pass us. He may be with us. He may open the floodgates of heaven. He may transform our lives. He may fill us. We are empty vessels. We are empty vessels that need to be filled by God. This evening we call unto Jesus that you may open the floodgates of heaven, that grant the desires of our hearts, that he may see us through every situation, every thought, every mind, every difficulties, every challenges that we have, that this day, this evening, Lord, we thank you, we worship you, we honor you, oh our Father. We exalt your name this day. You've given us grace, you've given us life. Lord, we thank you because there's none like you, our Father. We humble ourselves before you this evening, Lord, that you may transform our lives and transform us, oh Lord. We are an empty vessels that need to be filled by you, Jesus. That you may fill us, oh Lord, according to your will. May fill us according to your desire. May fill us according to your word, oh King of glory. That this evening, our Father, that you may see us through in every situation, every difficulties that we are facing. My Father, my God, Jesus, young and old people have gathered here this day. Lord, that you may see them, oh Lord. Those who are seeking from you, Lord. The word says that they seek, they shall find. As they knock, they shall open unto them, oh Lord. This day, our Father, we have gathered here this evening. We are knocking unto your heavens, oh Lord. We are knocking unto your gates that you may open unto us. Lord, my Father, open the doors of heaven, the doors of prosperity, doors of favor, that the grace may be upon us, Lord. That my love may fill this place. Every church member, every minister, every family, Lord, that are facing difficulties, in the name of Jesus, Lord, my Father, this day, this evening, my God, shall see them through, Jesus. We thank you, our Father. Well, thank you, Jesus. Everyone that is here, Lord, my Father, meet them at point of their need, Jesus. Meet them at a point of their need, dear our God. Meet them at a point of their need, oh God. Open the floodgates of heaven, Lord. They look at you because from you their help comes from Jesus. It is on you that they shall receive from. It is only you that they are expecting from. It is only you, Jesus, that shall grant the desires of their heart. Lord, the church, the members, the leaders, all of them, Lord, we pray that you give them grace to serve you. You favor them, O King of glory. You never shape them, my Father, that they may be your people that are chosen by you. Lord, as they've chosen them to lead, to serve your people. Lord Jesus, my God, I pray this day, Lord, that you may grant favor, Lord. Give them favor before you. May they receive favor before the people they serve. Lord, my Jehovah God, the young people, the age, oh Lord, the women and men that have gathered always here to serve you, King of glory. I pray that God may raise them, Lord Jesus, once more. We need you, Jesus.
you, our We Father. need your power, Jehovah. Always. Thank you, our Father. We worship you, Jesus. Lord, we thank you. We thank you, Jesus. We worship you, our Father. Thank you, Jesus, this day that we have come before you. We pray, oh Lord, that you may rise. Show us the way, oh Lord. Show us the way, my Father. Show us the way, Lord, that you may serve you. You strengthen us that you may serve you. Add us grace. We look unto you. Forgive us where we have gone wrong before you. Forgive us, King of glory, where we have failed as human, Lord. Pray that you forgive us, Jesus. We thank you, oh Father. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu Bwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, Yesu. Yesu. Hakuna mwingine kama wewe. Wastahili Bwana sifa na utukufu. Wastahili Yesu. Wastahili Simba wa Yuda. Ni nani kama wewe Bwana? Tuite nani Bwana pasipo wewe? Asante Bwana. Wastahili sifa na utukufu zote zikurudie. Jioni ya leo Bwana. Wastahili Yesu. Wastahili Bwana. Wastahili Yesu. Wastahili Bwana. Asante Yesu. Asante Yesu. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jehovah. Thank you, our Father.
want to bless you at such an hour, my Lord, that you have gathered before you, Lord. And indeed, it's our prayer, O King of Glory, that may you speak into our hearts, O my Father. As you lead us, O King of Glory, as you make us, O King of Glory, in the right path, Lord. I bless you and I thank you, O King of Glory. Even as your word comes, O Lord Father, may your name be glorified. For your word in Jesus' mighty name. Somebody say amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Then we may have our seats. It is another wonderful evening, and we thank God for coming with us this far. He's been faithful. He's protected us up to where we are. We are going to get the word of God from book of Matthew, chapter number 18, and from verse 1. And it is a word that says that at that time the disciples came to Jesus and asked, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" The disciples came to Jesus and they asked him that who is the greatest in the kingdom of God. Then Jesus called a little child to him and placed the child among them. And he said, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter into the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me." Father, I pray that through your word, King of Glory, may it turn to be a point, Lord, of a new direction as we are heading, O King of Glory, to this great promise, O King of Glory, as we connect our hearts, O King of Glory, and our moves into your way, Lord, that nothing shall go astray, but it shall be within your word. For I bless you and I thank you, for you are worthy in the holy name of our Lord Jesus Christ. And somebody say amen. Hallelujah. The word of God says Neno la Bwana linasema that there was a time, ya kwamba kulikwepo wakati, as we know that Jesus Christ was a mentor. jinsi tunavyojua kwamba Bwana Yesu Kristo alikuwa mfunzi. Hallelujah. Haleluya. There was a time Kulikwepo wakati out of the team that he was raising, kati ya kundi ambaye alikuwa na kuza, because there are many things kwa sababu kunao vitu vikuu that were happening, ambavyo vilitendeka. and so it was good for them Basi ilikuwa wema kwao actually to know haki kujua what and where they belong to, nini na pahali ambapo wanastahili kuwa, which position sehemu gani they stand on. ambao wanastahili kusimama. But when they approached Jesus, Wakati walimuelekeza Yesu, Jesus' answer jibu la Yesu was a bit different from their expectation. ilikuwa ya utofauti sana kulingana na jinsi walitarajia. Hallelujah. Haleluya. Jesus Yesu had seen far. ameona mbali. He was raising a team, Alikuwa nakuza kundi, and the reason to why he was raising this team, na ni kwa sababu gani alikuwa nakuza hii kundi? it was not administrative, Haikuwa ya kawaida, but it was a direction ila ilikuwa ni kielekezo, to fulfill, kuhakikisha, to pursue kuhakikisha the mission that was ahead. kazi ambayo ilikuwa mbeleni. Hallelujah. Haleluya. And Jesus was so focused Basi Yesu alikuwa makini sana in the unity
katika kundi, of the team that he was raising. katika umoja wa kundi ambaye So alikuza. when they approached him, Basi wakati walimkujia yeye, they knew walijua kwamba that out of the disciples, ya kwamba kati ya wafuasi maybe he will say pengine angesema that it is you who belongs here. ya kwamba ni wewe ndiye unastahili mali hapa. But Jesus did an illustration Ila Yesu akafanya kimfano with a child among them. na mtoto kati yao. Why was Jesus Kwa sababu gani Yesu giving this illustration akafanya mfano huu with a child? na mtoto? Hallelujah. Haleluya. Number one, a child is a child. Ya kwanza, mtoto ni mtoto. Hallelujah. Haleluya. A child Mtoto is somebody who is being taken care of. ni mtu ambaye anakuzwa au analindwa. A child Mtoto does not depend on himself. haegemei au asimamii yeye mwenyewe. A child is a person Mtoto ni mtu who is being given a direction. ambaye anapewa kielekezo au A mwelekeo. child Mtoto is somebody ni mtu who cannot go and search for himself. ambaye hawezi akaenda kujitafutia. A child Mtoto is a person ni mtu that he is looking at somebody ambaye anatazamia mtu at that time muda huo, when he is neither wakati matakwa zake, expecting something akihitaji kitu that comes from somebody. kutoka kwa mtu fulani. Hallelujah. Haleluya. So that is a child. Basi huyo ndiye mtoto. Hallelujah. Haleluya. That is a child. Huyo ndiye mtoto. A child is so humble, Mtoto ni mwenye amenyenyekea. and that's why Jesus brought him Ndiposa Yesu akaleta and used him akamtumia as a point of reference. kama kitu cha kutazamia. Assuming that today, Wacha tujifanye sasa the hivi way we are here, jinsi tulivyo mali hapa, I can maybe call one of you ninaweza pengine kumwita mmoja wenu and use you as an example. na kukutumia kama mfano. Sometimes Pengine it might get you wrong. unaweza ukaona katika njia mbaya. Sometimes you might take it good. Pengine unaweza ichukua kwa njia nzuri. Sometimes you might say that, it is me that so and so must use me Pengine unaweza sema ya as kwamba a point of reference. kwa nini fulani lazima nitumie kama mfano. Hallelujah. Haleluya. Now, what is why Basi na ni sababu gani? Jesus was very straight, Yesu Kristo alikuwa moja kwa moja and he called upon a child. na kamtaja mtoto. And when this child came, Na wakati huu ilipofika, what does the Bible say? Biblia inasema nini? That truly, Ya kwamba hakika I tell you, ninakwambia, unless you change kama haujabadilika and become like little children, na kuwa kama watoto wadogo, you will never enter into the kingdom basi of heaven. hamwezi mkaenzi ufalme wa mbingu. Hallelujah. Haleluya. It is until Ni hadi there are characters kunaye tabia that you have to draw ambaye lazima ukaondoe out of your life nje ya maisha yako for you to possess ili na wewe ukanyakue the promise of our Lord, ile hadi ya for you Bwana, to access that eternity. ile ukapokea umilele. There are things that you have to withdraw out of your life. Lazima kunaye vitu ambavyo lazima uondoe katika That's maisha why yako. God, Jesus, Ndiposa Yesu was making a reference akatazama, with this young child. akatumia mfano wa mtoto mdogo. We know that God has been talking to us. Tunajua kwamba Mungu amekuwa kinena nasi. Many a times he gives us big things Mara mingi anatuhakikishia vitu vikuu that we feel that we are there. ambavyo tunahisi muda mwingine kwamba We tumefika. have already got access of them. Tumeanza kuyapokea mengine. But the Bible says that Ila Biblia inasema kwamba where there is no vision, pale ambapo hakuna ufunuo, people do perish. watu huangamia. For it is until the path is set very straight Kwa sababu ni hadi wakati njia ikaandaliwe vyema for us to access ili nasi tukapokee these great promises agano huku, that our Master is giving unto us. ahadi ambayo baba yetu anatuhakikishia. As I was here, Wakati nilikuwepo mahali I hapa, didn't think that this is a word that will come. sikufikiria kwamba hili ndio neno ambalo litakuja. But when I sat on that seat, Ila wakati niliketi katika kiti hicho, I was just meditating nilikuwa ninafikiria and looking on how we
are going na nitazame jinsi tunaendelea, to succeed on all these missions which are ahead of us. jinsi tunaenda kushinda haya I was kazi ambayo iko mbele troubled in yetu. my heart. Nilikuwa ninapigana sana And moyoni, I was thinking a lot. nikiwaza sana, But I saw na nikaona an image. sura au umbo, And I saw the Bible being opened. nikaona Biblia inafunguliwa. At first it was going towards the book in the Old Testament. Na ya kwanza ilifungua Agano ya Kale, And as he was perusing the Bible, na wakati alikuwa anapeperuza I saw Biblia, Proverbs in it. nikaona And he went Proverbs. on. Na kaendelea, And all of a sudden, na punde tu there is something that came kuna kitu ambayo lilikuja that now started ambao sasa ikaanza taking it back. kunirudisha nyuma, And we found ourselves in the New Testament. na tukajikuta katika Agano Jipya. And when it reached Na wakati ilifika mahali pale in this book of Matthew, katika kitabu hichi cha Mathayo, and I was very, and I don't know what happened, ila sijui kile ambacho but kikitendeka, I found my eyes settling, ila nikakuta macho yangu iko and I pale, saw the Bible written na nikaona Biblia imeandikwa that Matthew chapter number 18. ya kwamba Mathayo 18. Hallelujah. Haleluya. And now when I was back to my senses, Na basi wakati nilirudi katika akili zangu, I opened the Bible nikafungua andiko, and I said that how is this related nikasema kwamba hii inaambatanaje with what we are supposed to speak of na kile ambacho tunastahili kuzungumza kuhusu today in this service. leo katika ibada hili. But I came to realize Na that nikagundua for God, ya kwamba ili Mungu He has plans for us, ana mipango nasi, and there are things that He must put in place. na kunaye vitu ambavyo lazima akatengeze, There are things that He has to withdraw from our lives. kunaye vitu ambavyo lazima akaondoe katika maisha yetu. As much as we are living with them, Hata hivyo tunaishi navyo, but there is that space ila kunaye pengo of huo Him withdrawing it ya kuyaondoa out of our lives, nje ya maisha yetu, so that we shall fit in the system. ili tukatoshe katika hali. Even as we walk outside here, Hata tunapotembea hapa nje, truly that God is seen in us. hakika Mungu anapoonekana katika That's maisha yetu, why that humility ndiposa umoja came across ikaja this katika hili, sermon. katika ibada hili. So for us Basi ili sisi to fit in the system, tutoshe katika hali, for us to fit in the eyes of our Lord Jesus Christ, ili sisi tukue vyema katika uso wa Bwana wetu then Mungu, it means that we have to humble. basi lazima tunyenyekee. Hallelujah. Haleluya, That is a must. hiyo ni lazima. We must humble. Lazima tunyenyekee. Where there is no humility, Pahali ambapo hapana unyenyekevu, there is destruction. basi kuna uharibifu. But au where uhalifu. humility dwells, Basi pale ambapo unyenyekevu upo, there is progress in it. kunaye kuendelea mahali pale. Hallelujah. Hallelujah. So as a church, Basi kama kanisa, as people that God has called, kama watu ambao Mungu amewaita, for we have found ourselves there, kwa manake tumejikuta and pale we are fitting there, na tunatosha mahali pale, not because of our worthiness, sio kwamba kwa sababu ya uzuri wetu, but because ila ni kwa sababu God had put a mark on us in the first place. Mungu ameweka kisahihi kwetu ya kwanza. Hallelujah. Haleluya. For you to be where you are. Ili wewe uwe mali ulioko. Today God had purpose Leo Mungu amepanga that you will be there. ya kwamba ukuwe mali hapo. So it was a mark that was within his system. Basi ilikuwa alama ambayo ilikuwa katika hali yake. Hallelujah. Haleluya. And about dependency, Basi katika kupendelea, when we were looking tulipokuwa tukitazama on a child, katika mtoto, when we were looking wakati tulikuwa at their tunatazamia characters, tabia, when we were looking tulipotazama on what they can manage, kile ambacho wanaweza but we wakafanya, found that there is somebody tunakuta kwamba kunaye mtu that they are depending on. ambaye wanatazamia. Hallelujah. Haleluya. Before you grew to the point you are in today, Kabla ufike mahali ambapo uko na sasa hivi, there was a time kulikwepo wakati that you couldn't walk ambaye haungeweza kutembea by a shoes that you have bought by yourself. na kiatu ambao umenunua kivyako, For you to put on that shoe, ili ukavae viatu hivyo, then it means that there is somebody who had to look at it, basi lazima kuwepo mtu ambaye alikinunua, that this is what my child fits
kwamba hiki ndiko kinatosha mtoto wangu. Hallelujah. Haleluya. This is what my child requires. Hiki ndio kile ambacho mtoto wangu anahitaji. Hallelujah. And Haleluya. now your parent buys for you a shoes. Basi kisha mzazi wako anakununulia kiatu. When it comes at times, Basi kichukua muda you lack clothes. unakosa Your manguo. parent could not let you walk Mzazi hangeruhusu utembee naked. uchi. And that character we find in our Master Jesus Christ. Na tabia hii tunapata katika mfalme wetu Yesu. So when you are depending on somebody, Basi ukitegemea mtu, as much as you have grown up, ingawa umekuwa mkubwa, the same way you couldn't take care, jinsi hivi haungeweza the same way you couldn't clothe yourself haungeweza kujivalisha before you are in a position, kabla ya kufika katika hali, then you had to depend. basi lazima utegemee. The same way today. Jinsi hivyo na sasa au leo hii, There are things that you need in life. kuna vitu ambavyo unahitaji katika But maisha. who should you depend on? Na ni nani unamtegemea basi? Hallelujah. Haleluya. Ask yourself, Je, jiulize, whom do you depend on? ni nani unamtegemea? Because those who fit in the kingdom of God, Kwa sababu wale ambao wanatoshea katika ufalme wa mbingu they are like little children. ni kama watoto wachanga. Hallelujah. Haleluya. They look unto their parents Wanatazamia wazazi wao to provide to them ili wakawapee any step they want to make in life. kila hatua ambao wanataka kupiga katika maisha, In their schooling, katika masomo yao. they depend on their parents Wanategemea wazazi to take care of them, ili akashughulikie wao, to ensure that they get that education. kuhakikisha kwamba wamepata elimu huu. So the same way you are here today, Basi katika hali hiyo, kama wewe you hivi, are like a little child wewe ni kama mtoto mdogo that you need your Father in heaven ambaye unahitaji baba yako wa mbinguni to look at everything that you need ili akakutazamia kila kitu ambayo unahitaji over your life, katika maisha yako, for you to be where you are supposed to be. ili uwe hapo ulioko. Then you shall focus on him. Basi lazima tumtazamie. A little child, Mtoto mchanga he knows nothing. anajua, hajui lolote. Hallelujah. Haleluya. He knows nothing. Hajui chochote. And I believe that by the time this little child was called, Na nina uhakika wakati mtoto mchanga huyu alizaliwa, when Jesus was making reference with him, wakati Yesu alikuwa anamtumia kama mfano, there are things that he just took normal. kunaye vitu ambavyo alichukua kama kawaida. Hallelujah. Haleluya. There are things Kunaye vitu that could not run in his mind ambaye haingepiga katika akili zake, because he is a little child. kwa sababu yeye ni mtoto mchanga tu. Hallelujah. Haleluya. So sometimes there are things Basi wakati mwingine kunaye vitu that we need into our lives, ambaye tunahitaji katika maisha yetu, and we know that our provider ila tunajua mwenye anatupa is Jesus. ni Yesu. Hallelujah. Haleluya. So we need Basi tunahitaji just to expect from him, kutarajia kutoka kwake, not from anything else sio kwa kitu chochote kile, apart from him. ila yeye peke yake. Hallelujah. Haleluya. There is another thing Basi hiyo ni kitu kingine that is about competition ambaye imeshinda ushindi, that has Mashindano. destroyed many of us. ambaye imewaharibu au imemaliza wengi wetu. There is something of competition Kuna kitu kama mashindano that attracts spirits ambaye inavuta mioyo au roho of destruction into our lives. ya uhalifu katika maisha yetu. Hallelujah. Haleluya. So if we can't look at this, Basi tukitazamia haya, then it means that we are going to go astray. inamaanisha kwamba tunaweza kupoteza But I want to mwelekeo. thank God Ila ninataka nimshukuru Mungu because he says that he is aligning everything kwa sababu amesema kwamba anaweka kila kitu vyema for sambamba, everything that he has purposed over our lives ili kila kitu ambacho tunahitaji katika maisha yetu to work in his goodness. ikaenenda katika uzuri yake. All the favors that we are in need of, Chochote ambacho tunahitaji kizuri, remember that they are coming from above. kumbuka kwamba yanakuja kutoka juu It mbinguni, is not from our knowing, sio kutoka katika kujua kwetu neither juzi, is it from our mind, wala katika akili zetu, but it is Ila. from our God. yanatoka kwake Mungu wetu. Hallelujah. Haleluya. Competition. Mashindano. What does competition Nini ambacho mashindano bring in life? inaleta katika maisha? Hallelujah. Haleluya. Sometimes you are competing Pengine unashindana with somebody who you doesn't know
his foundation. na mtu ambaye haujui vyema msingi wake, You doesn't know his growth, haujui kuwa kwake, and you start competing with him. basi unaanza kushindana naye. So the effect of it, Tazama uhalifu wake, the spirit of competition roho ya mashindano attracts envy. inavutia chuki. And that's why you find that at times Basi unakuta muda mwingine there are negative competitions. kunaye mashindano mabaya. When you find yourself in it, Ukijikutao ndani yake, they attract death. yanavutia kifo. Hallelujah. Haleluya. This is why Ndiposa you find that some people unakuta watu wengine wanatega wengine, wanatega wengine, they hire goons. They wanatafuta do because wahalifu. they are seeing that they can't reach you. Wanafanya hivyo kwa sababu wanaona ni kama hauwezi wakakufikia, So because you are a child of God, na ni kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, because you are a believer, kwa sababu wewe ni muhamini. our master made a reference Baba yetu akatumia mfano with a child. kama mtoto. A child has no time Mtoto hana wakati in such competitions katika mashindano hayo that brings destruction ambayo inaleta uhalifu over our lives. katika maisha yetu. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu So asifiwe. when Jesus Basi wakati Yesu was making a reference alikuwa anatumia mifano with this young man, na mtoto huyu mchanga, it is not that he couldn't approach her, sio kwamba hangeweza kumtazamia, neither could he select someone wala hangechagua mmoja who could stand in that gap. ambaye anaweza kusimama katika pengo huo. Our positions Katika hali au are sehemu aligned in an administrative way. inatazamiwa katika hali ya kikawaida, But when it comes na ikifika to the mission, katika kazi, then it means that everyone has to be down. basi lazima kila mmoja ashushwe chini. Everyone has to fit in a shoe of a child Lazima kila mmoja atoshee katika kiatu cha for mtoto, us to access ili sisi the tukapokee great promise agano au ahadi that kuu comes from our Lord. ambayo inatoka kwake Mungu wetu. Hallelujah. Haleluya. We must Lazima fit tutoshee in the shoes katika kiatu of a child. ya mtoto, Then we shall have it. basi tutalipokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So there are things of life Basi kunao vitu katika maisha that we might not access. ambayo hatuwezi tukayapata, Not that because our master cannot give unto us, sio kwamba mkuu wetu hawezi akatupa, but because ila ni kwa sababu there is something that we lack. kunaye kitu ambacho tumekosa, There is something kunaye kitu that we still don't qualify ambaye bado hatujati for him to give unto us. ili naye atupe. Hallelujah. Haleluya. So there are things that we need in life. Basi kunaye vitu ambavyo tunahitaji And I katika maisha, believe that all of us, na nina uhakika sisi sote as we are here as believers, jinsi tulioko hapa kama waumini, we are in the line of fishing. tuko katika hali amina, We are in the line of fishing. tuko katika hali ya kuvuna, Ya kuvua. ya kuvua. And what are we vuaring? Na ni nini tunaovua? Hallelujah. Haleluya. We are fishers of men. Sisi ni wavuvi wa binadamu. Hallelujah. Haleluya. We are fishers Sisi ni wavuvi wa binadamu, of men. ya binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matthew 20, Mathayo 20, 27. 27. What does the Bible says? Biblia inasema nini? Hallelujah. Haleluya. And whoever wants to be first must be your slave. Na mtu yeyote atakayekuwa wa kwanza na awe mtumwa wenu. Hallelujah. Haleluya. Whoever wants to be first Mtu yeyote atakayekuwa wa kwanza must be your slave. na awe mtumwa wenu, Just as the Son of Man kama vile mwana wa Adamu did not come to be served, asivyokuja kutumikiwa, but to serve, bali kutumika and to give his life as a ransom. na kutoa nafsi yake iwe faida ya wengi. Hallelujah. Haleluya.
I'll combine it with the book of Matthew 23 verse 11. Nitaunganisha na Mathayo, amen, 23 verse 11. 23:11. The Bible says that Biblia inasema kwamba the greater among you will be your servant. ya kwamba wakuu kati yenu watakuwa watumwa wenu. The greatest Wakuu among you kati yenu will be your servant. watakuwa watumwa wenu. For those who exalt themselves Kwa wale ambao wanajiinua will be humbled, watanyenyekeshwa, and those who humble na themselves wale ambao wananyenyekea will be exalted. basi watainuliwa. Hallelujah. Haleluya. So there are principles Basi kunaye sheria of operations ya kazi in the line are in accordance katika mambatano with the mission na kazi or the assignment au kazi that is ahead of us. ambayo ipo mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. There are Kunao a line that we have to walk through njia ambayo lazima tutembee, that is shaping us, ambayo inatutengeza, that is making us ambayo inatufanya to make our Father in heaven tufanye baba yetu aliye juu mbinguni be prouder. awe na furaha. Hallelujah. Hallelujah. Remember that you have been assigned. Kumbuka kwamba But there are things that you must put in place. ya kwamba kunayo vitu ambavyo lazima uweke katika As kazi. the Bible says that Jinsi Biblia inasema for those who shall exalt themselves, ya kwamba wale ambao watajiinua they shall be humbled. watanyenyekeshwa, But for those who humble themselves, na wale ambao wananyenyekea they shall be exalted. basi watainuliwa. Hallelujah. Haleluya. So there are things that we need in life. Basi kunao watu ambao, kunayo vitu ambavyo tunahitaji katika maisha. There are things that we are working very hard Kunayo vitu ambavyo tunafanya juu chini to have in life. ili nao katika maisha. There is something Kunaye kitu that we are so focused ambayo tumehakikisha sana to access, kupokea, but we need to set ila lazima tutengeze our ways very straight. njia zetu vyema. Hallelujah. Haleluya. So there are characters Basi kunao tabia that we have to eliminate ambayo lazima tuondoe over our lives. katika maisha yetu, And I believe na nina uhakika that by the directions of our Lord Jesus ya Christ, kwamba kulingana na njia zetu, njia za Bwana yetu Yesu Kristo, all that was meant to be upon our life, yote ambayo yaliwekwa lazima yawe katika maisha the yetu, names that were meant to be called, us to be called, majina ambayo yaliandaliwa ili sisi tuitwe. hallelujah, Haleluya. we shall access them, Tutayapokea, not by any other means, sio kwa njia yoyote, but by following the ways of our Master Jesus Christ. ila kwa kufuata njia ya mkuu wetu Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. So sometimes Basi wakati mwingine we find barriers into our lives. tunapata vizuizi katika maisha yetu, Not that because we are not getting the word of God. sio kwamba hatupokei neno la Mungu, Not that because God didn't meant good for us. sio kwamba Mungu hakupanga mazuri ni kwa ajili yetu, Not that because God is unable. sio kwamba Mungu hawezi, But there are things that we have not put straight. ila kunayo vitu ambavyo hatujaeka sambamba. Hallelujah. Haleluya. So when we keep them Basi tukiwapa, in the light, tukiweka katika njia ifayo, then everything basi kila kitu that we wish to have, ambayo tunatamani kuwa nacho, that we admire most, ambayo tunatamani zaidi, we shall have them. basi tutakuwa navyo. Hallelujah. Haleluya. And that is the word of God. Na hilo ndilo neno la Bwana. Somebody just be on your feet. Mtu tuinuke tu katika miguu zetu. Just be on your feet. Inuka tu katika miguu zako As we pray together. tunapoomba pamoja. In our prayers, Na katika maombi yetu today we are seeking the face of God leo tunatafuta uso wa Bwana with a full admission kwa kujituma, kujipa kikamilifu before Him mbele yake, that we are nothing, ya kwamba sisi ni kitu bure, but like a little child that has been born, ila kama mtoto mchanga ambaye amezaliwa, who knows nothing, ambaye hajui chochote, who's never exalted himself, ambaye hajawahi who's jiinua, never spoken big of his life, hajai zungumza kuu katika maisha yake, but channeling his ways
ila anapeana njia zake in the line of their parents. katika njia za wazazi wake. There was a time we were born, Kulikuwepo wakati ambao tulizaliwa, and in the process of growth, na katika hiyo hali ya kuwa we thought that we have reached where we are supposed to reach. tukadhani kwamba tumefika pale tulifaa We kufika. thought that we have made it. Tukadhani kwamba tumefika. We thought that where we have reached, Tukadhani kwamba pale tumefika, we have reached to the end. tumefika mwisho. But I want to thank God Ila nataka nimshukuru Mungu because of this great revelation kwa sababu ya ufunuo huku that we still to go back where we were ambayo tunatazamia kurudi pale and make tunastahili ourselves as nothing, na kujifanya bure, as we focus unto Him. tukimtazamia yeye. All our needs we present unto Him. Mahitaji yetu na tumpe All yeye, our expectation na matarajia zetu we channel unto Him. basi tumpe yeye, As we truly tukiwa na uhakika stand against everything simama dhidi that has came over our lives, ya kila kitu ambayo imekuja katika maisha that yetu, has built pride on us, ambayo imeleta kujiinua that kati yetu, has brought us ambayo imetufanya seeing that we are able tuone ni kama and tumeweza we can do everything by ourselves. na tunaweza kufanya kila kitu kwa It ajili is yetu. a moment at this hour Ni wakati wa huu that we sasa are seeking unto your face, Lord, ambayo tunatafuta uso wako Bwana through your word, kupitia neno lako that your purpose that shall come across this day, Lord. ambao uliandaa ili ifike na siku ya leo. And it is a gap, Lord, that you have seen into the lives of your people, Lord. Na ni wakati Bwana ambao unazungumza katika maisha ya walio wako Bwana, And you say that you shall never let your people perish, na Lord. unasema kwamba hautawacha kamwe watu wako Neither waangamie, shall you let them be destroyed, Lord. wala hautaruhusu kuona They wakiangamia. shall align within your paths, oh my Father. Bwana, wataenenda kulingana na njia zako, Out of the great promise that you have kutokana na hiyo ahadi into your kubwa lives, oh my Lord. ambayo unaleta katika maisha yao. There are things that has come across our lives, Kunaye vitu ambavyo vimekuja katika maisha yetu that has made us to lose focus, ambayo imetufanya tupoteze mwelekeo, which has blinded our eyes, tumefungua macho has blocked our ears, oh Lord, na ikafunga masikio yetu and has corrupted our minds, Lord. na ikaribu akili zetu, And we have find ourselves, Lord, na tukajikuta through the way that we were supposed to walk. katika njia ambayo hatukustahili There kufuata. is a great diversion, Lord. Kunaye kupotoshwa But kuu, this is the time, oh my Father, na hii ndio wakati Bwana as we are accepting, tunapokubali, as we are confessing, Lord, tukikiri Bwana that truly we lost, ya kwamba hakika and tulipotea we are coming back on the path, Lord. na sasa tunarudi katika njia. May you stand for us, oh my Lord. Baba, na utupiganie May you cover our nakedness, Lord. Baba, na ufunike uchi wetu May you dress us up, O King of Glory. na ukatuvalishe tena Lord, Baba. once again we are coming before you. Mara tena tunakuja mbele And as zako, we pray, oh my God, tunapoomba for Bwana, every time you talk, Lord, kila wakati umenena, indeed there is a reason, Lord, hakika kunaye sababu why you are giving a direction unto this. ambao unatupa mwelekeo kwa ajili ya hili. Here are your people who have gathered here, Hapa Lord. watu wako wamejikusanya They Bwana, have come before you, Lord, wamekuja mbele yako not to Bwana, listen unto anything, sio kusikiliza chochote but to Bwana, listen unto your word ili kusikiliza neno lako that Bwana you brought today, oh my Father. ambao ulileta na The leo, word that you shall speak into their lives, Lord. neno ambao unazungumza katika maisha yao. Let our focus, Lord, Wacha na akili zetu be unto our Lord Jesus Christ. Bwana, na yawe katika Bwana yetu mfalme Let Yesu. our ways Wacha na njia zetu be channeled into his ways, Lord. Bwana, yaambatane na njia zako. Let all our moves, oh my Father, Wacha na hatua zetu be under his control, Lord. Bwana, yawe katika mwelekeo Let wako. every way, Lord, Wacha na kila siku that we walk in, oh my Father, ambayo tunatembea Bwana, be monitored by the heavens, Lord. Bwana, yatazamiwe na As mbingu, we know, oh my Father, tukijua Bwana, out of all this, O King of Glory, kutokana na haya yote coming into our lives, yakikuja katika maisha we yetu, shall have this great possession, Lord. tutakuwa na unyakuzi huku. Every sickness that has been our life, Lord. Kila magonjwa ambayo yamekuja katika maisha yetu, Every suffering that we have been living in, oh my kila Father. mateso ambayo tumekuwa tukiishi All Bwana, the challenges that we have been facing, my kila Father. changamoto tunakupana nayo Bwana, All the denials, oh my Father, kila kukataliwa that we have found ourselves in, O King of Glory. ambayo tumejikuta ndani The Bwana, heterodoxy, oh my Lord, kukataliwa that Bwana, has dominated into our lives, Lord. ambayo imetawala maisha yetu Every time, oh my Father, kila wakati any Bwana, doubt that we shall knock, oh my Lord, kila lango tutabisha, there is a rejection kunaye kukataliwa that we can't even state where it is coming from. Bwana, tujue hata pale imetoka But Bwana, as we live ourselves, oh my na Father, tunapojielekeza as we Bwana, surrender fully unto you, oh my na Father, tujikabidhi kote kote then we know kwako, that we
shall access them all. basi tunajua I tutayanyakua. want to bless you, Lord, Nataka tukubariki for Bwana, you are a good God. kwa manake wewe ni Mungu mzuri. Every time you stand into our gaps, Kila wakati unasimama katika pengo letu, every time, O King of Glory, kila wakati Bwana you give us direction. unatupa mwelekeo. You never sleep, O King of Glory. Haujawahi lala Bwana, Neither do you go far from us. wala haujajitenga But nasi, anytime, O Lord, ila kila wakati you are Bwana knocking unto our doors. unabisha milango As zetu, you bring your word, O my Father, ukileta neno lako. you know that there is much that is ahead of us. Leo kuna mengi hapo mbele yetu, There is something, O King of Glory, kuna kitu that Bwana always comes across ambao kila wakati with huja a spirit of destruction, katika kiroho ya kuharibika, every spirit of enmity kila roho ya jina that is arising against your people, Lord. ambayo inanuka kinyume na watu We are wako. calling upon you Tunanena nawe that this is the hour, O my Father, ya kwamba hii ndio Bwana based on wakati your word, O King of Glory. ya kusoma neno lako. We are focused unto your word, O King of Naweka Glory. kile katika neno lako And we Bwana, have accepted to walk into your way, O my na Lord. tumekubali kutembea katika We njia have zako, accepted to do as you have commanded us. tumekubali kutenda jinsi And we umeamrisha, are willing to walk into your way, O my na Father. tunatamani kutembea katika njia zako. We have accepted you Tumekukubali Bwana as our personal Savior kama mwokozi wetu, for the life that we are having today. kwa maana maisha tuliyoko nayo Was sasa a result of the blood ni that was litokeo shed on damu the cross ambayo ilitiririshwa in msalabani Calvary, O my Lord. pale Kalvari Out Bwana, of the tortures, O my Lord. Bwana mateso, All the stripes, O my Father. kila All the kuchapwa sickness into our lives, Lord, haya magonjwa katika maisha yetu was dealt with, O my Father, Bwana yalitendeka that it Bwana, shall never be part of na our lives. kwamba yasiwe katika As maisha we are yetu, here, O my Lord, na tuko hapa Bwana as we pray, O my Father, tukiomba Bwana, they are your people, Lord, wao ni wako that Bwana, you had made, O King of Glory, ambao umeandaa that you ukatengeza, planned, O my Father, ambao ulipanga that you have purpose, O King of Glory, ya kwamba matakwa that they zako shall come before you. ambayo itakuja kwako Over this altar, O my Lord, kutokana na madhabahu we hili. know that you had intended Tunajua ulipanga to do greater things, O my Father. kufanya makuu. There is much that you had whispered, O my Lord, Kuna mengi ambayo unapanga in Bwana a spiritual realm, Lord. katika kiroho, And we are praying, O my Father, na ni wakati wetu for Bwana its manifestation, O King ya of Glory. kutendeka. It is a moment, O Lord. Ni wakati, It is a season, O King of ni Glory. majira, It is a year, O my Father. ni mwaka It is a Bwana, now, O my Father, ni that we wakati need to see your move, O Lord. Bwana, lazima tuone That we matendo need to yako, see your hand, O King of Glory. lazima tuone mkono As wako you fill these promises, O my Father, ukihakikisha as you Bwana, fulfill them, O King of Glory, we ukiafikisha. know that you are not a man Tunajua wewe sio just binadamu to speak a word, O my ya Father. kunena tu, But as you speak as God. ila ukinena unanena kama As you Mungu, speak as the one who is controller. ukinena unanena kama mule As you ambaye speak umechukua usukani, as the one, O King of Glory, ukinena unanena kama yule who knows the beginning from the end, ambaye anajua mwanzo na and the mwisho, end from the beginning. na mwanzo kwa No mwisho. one can control all that. Hakuna yote anaweza tawala, Neither there is anyone, O King of kwa Glory, hakuna mwingine that shall bribe you ambaye anaweza out kukupa of ushindi every word that you have released. kutokana na neno ambao I umewachilia. know that out of nothing, Lord, Ninajua kutokana na you hakuna raise and you make to be something, Lord. ukafanya kitu, And I know that out of your character, na Lord, ninajua every kazi yako, exaltation, O my Father, kila ukataliwa Bwana comes from the ground, O my Lord. natoka katika Nothing ulimwengu. comes from above, O my Father, Hakuna kizuri but it kile ambacho comes, O inatoka King of juu, Glory, as a result ila inakuja of Bwana your greater doing, O Lord, kama utukufu wako into our lives, O my Father. katika maisha yetu. I want to pray, O my Father, Ninataka niombe Bwana that this is an hour, O King of ya Glory, kwamba huu ndio wakati that we are standing against any spirit, Lord, ambao tunasimama dhidi ya kila roho of sickness that is arising against your people's life, ya Lord. magonjwa ambayo inanuka katika maisha ya watu wako. My Father and my God, Baba yangu tena Mungu wangu, through your word, O King of Glory, kupitia neno lako you say that you have given us that power and authority, Lord, ukasema kwamba umetupa huo nguvu na when it uwezo comes, O King of Glory, to stand against the spirits ya kusimama kinyume na kila roho which are against your will, O King of Glory. ambaye ni kinyume na matarajio You zako. gave us that command, O King of Glory, Ukatupa hakikisho huo that we shall step over the snakes and the scorpions, ya Lord. kwamba tutakanyaga nyoka na nge If they try to arise against us, wakijaribu kusimama dhidi you yetu. have given us feet, O King of Glory, Umetupa miguu to step over them, O King of Glory. ya kuyakanyaga, Not just a normal feet, O King of Glory, sio miguu ya kawaida but tu, based on your word, O King of Glory, ile ambayo imesimama katika neno lako, standing in the gap, O my Lord, kusimama katika and pengo being still, O my Father, na kufanya vyema in Bwana, full trust over your name, na tukihakikisha kwako that we shall step over them, O Lord. kwamba tutayakanyaga Every mountain that is ahead of us, kila milima iliyoko mbele yetu. my Father and my God, Baba
Mungu We wangu, shall command them and they shall give us ways, Lord. tutayamrisha na tupe Any barrier njia. that is coming across our lives, Kila vita ambayo inakuja mbele in yetu the line of our ministries, oh my Lord, katika maisha ya huduma yetu, every spirit that is arising, Lord, kila roho ambayo inainuka to fight what you have planted into us, oh my Father, kupiga kile ambacho umepanda katika we maisha yetu, are standing against them, oh my Father. tunasimama nyume nacho. And even for the mission that is ahead of us, Na Lord, hata katika kazi iliyoko mbele we yetu know that there are forces that we are going to encounter outside there, Lord. tunajua kuna nguvu ambayo tunaenda kukumbana na pale But nje, out of the altar that you have raised, oh my ila Father, kupitana na madhabahu ambayo umeinua, nothing shall fight, oh my Lord. hakuna chochote ambaye inaweza piga, Neither there is anything that shall bring it down. wala kuna kitu ambaye inaweza We ikaiangusha. fully trust in you, Lord. Tunaitumai kwako And we know that you kabisa, shall fight for us, oh my Father. ila tunajua utatupigania Bwana. I bless you for this, O King of Glory. Ninakubariki kwa hili Bwana, As I bless your people, O King of Glory. ninapobariki watu wako Bwana, And I pray, oh my Father, na nikiomba Baba that may you plant a spirit of braveness ya kwamba na upande roho ya ukuu katika maisha, into their lives, oh my Lord. katika maisha yao Bwana. When any challenge arises, Lord, Wakati kila changamoto inainuka, they shall fight it, O King of Glory. watapigana nao Based Bwana, on the spirit, O King of Glory, kulingana na nguvu na that you mbiu have planted in them, O King. ambao unapanda ndani yako In yao. you, O Lord, Ndani yako Bwana there is no failing, O Lord. hakuna kushindwa, In you, O my Father, kwako Bwana there is no giving up, O my Lord. hakuna kupoteza tumaini, In you, O Lord, kwako Bwana there is no turning back. hakuna kurudi nyuma, For it is, O King of Glory, kwa sababu ni Bwana a covenant that you have made, O Lord, ni hakikisha ambao umeweka that we shall move forward, O my ya Father. kwamba tutaenenda mbele, And I pray, O Lord, na ninaomba that Bwana as we move on, O King of Glory, kwamba tunaposonga mbele, never leave us, O King of Glory. Baba simama nasi, Walk with us, O Lord, tembea nasi Bwana, as you walked with your sons and daughters, Lord, jinsi unatembea na walio wako out of the land of slavery. katika mji wa utumwa. Indeed, O King of Glory, we saw your greatness, O my Father, Hakika Bwana tuliona ukuu wako when you made things which were impossible, Lord, ulipofanya vitu ambavyo to havikuwezekana be possible, O King of na Glory. yakawa ambayo I yanawezekana. want to thank you, O my Father, Nataka nikubariki Bwana for any element that arises, Lord, katika kila hali ambayo inainuka to fight your work, O King of Glory, kupiga neno lako, shall never get a place, O my Lord. haitapata nafasi. We are warriors who have risen, O King of Glory, Sisi ni washindi ambao tumejiandaa Bwana through your power, O my Father, kupitia neno lako Bwana, and we have made it, O King of Glory, na tumelifanya, very tumeweza, clear that we shall walk by your way, O my Lord. tukahakikisha kwamba tutatembea katika njia zako May you fill in the cups that we are having, Lord. Baba, na ukajaze mipengo ambayo tunao May you provide to us, O King of Glory. Baba, na ukawe ukatupe, For our eyes we only lift unto you, O my kwa Father. manake macho yetu tunakutazamia, As we pray, O Lord, na tunaomba Bwana that may you stand with us, O King of ya Glory. kwamba na usimame nasi. I want to bless you, Lord, Ninataka nikubariki for your word that you have brought today, O King of Glory. kwa neno lako ambao umeleta na siku ya leo. It strengthens us, O King of Glory. Inatuhimiza Bwana, It encourages us, O my Father. inatuhimiza And Bwana, it makes us to look unto ourselves, O King of na Glory. ikatufanya tujitazame And gauge ourselves, O my Father. katika maisha yetu, Finding where we belong, O Lord. tutazame vyema Bwana By your word in the book of Matthew, katika neno lako katika Mathayo chapter number 18, Lord. 18, May it stick into our hearts, Lord. ukanena katika mioyo yetu, May it be a change, O King of Glory, wacha na iwe utofauti, as it brings a new thing, O Lord, ikileta mambo mapya Bwana into our lives, Lord. katika maisha yetu. And I bless you, I thank you, Lord. Na kubariki Bwana, Even as your sons and daughters are leaving this place, Lord, hata wanao wanakotoka mali may hapa, your peace prevail over their lives, Lord. wacha na amani yako iwe nao Your Bwana. hand of protection be upon their lives, Lord. Mkono wako wa ulinzi uwe juu yao. Oh Lord, Oh Bwana, I want to bless you, Lord. nataka nikubariki, Bless their ways, O King of Glory. bariki na njia zao As they come and as they go, O Lord, wanapokuja na kuondoka. we do pray, O my Father, Tunaomba Bwana that may you stand for them, O King of ya Glory. kwamba na usimamie kwa ajili Provide yao unto them, O King of Glory. Bwana, uwape Bwana, For you are the master of silver and gold, O kwa Lord. manake wewe ndiye mwenye fedha na They dhahabu, all belong unto you, O my Father. yote yanatoka kwako Bwana, And we call upon you, my Father, na tunakuomba Bwana that may the doors of events, O Lord, ya kwamba wacha na mbingu be milango za open, O King mbingu of Glory, Bwana juu yao for us to receive the access, Lord. yafunguke ili We want to tupokee bless you, na O my kuwa. Father, Bwana, wacha na baraka for zako, your work that is ahead of us. wacha na kazi iliyoko mbele You yetu. know what it needs, O King of Glory. Tunajua kile ambacho tunahitaji. You are the provider, Lord. Wewe ndiye unayepeana, Let nothing
nothing, oh my Father, to miss. wacha isiwe chochote cha kukosa. And I pray, oh Lord, Father, Na ninaomba for I Bwana, know that you have planted your people, Lord, sababu unajua unawapanda watu wako that shall partake of this, O King of Glory. ambao watanyakua hili And Bwana, as they stand in the gap, oh my Father, wanaposimama katika pengo, both who are here and outside this place, sir, wale walioko hapa na wanaotazama kule nje, all the friends of the mission, O King of Glory, kila marafiki wa huduma, I do pray, oh my Father, Bwana ninaomba, I know that you have never ashamed it not. ninajua haujai twaibisha Provide to them, O King of Glory, Bwana, wape all the land that was dry, oh my Father, kila nchi ambayo into walipanda their lives, oh Lord. katika maisha yao Bwana, Any land that dried over their lives, oh Lord, kila shamba ambayo ilinyauka release the showers of blessing Bwana, wachilia unyunyuzi wa baraka and bring life unto it, oh my Father, na ulete uhai na maisha ndani into yao their lives, oh my Lord. katika maisha yao And Bwana, I pray, oh Lord, ninaomba Baba, trusting and believing in you, Lord. nikitumai katika jina lako Oh Lord, Bwana, we want to thank you, oh Lord. tunai kushukuru, Receive honor and glory, pokea utukufu na sifa, for you are worthy in Jesus' name. kwa maana kuna stahili katika jina la Yesu. Somebody say amen. Mtu sema amina. Thank you. Asante. As I hand over back the microphone, Ninapopeana kipaza sauti our programmer, kwa programa, a servant of God, tena mtumishi wa Mungu, may God bless you as you come in. Mungu akubariki sana unapokuja. Thank you. At this time now, we want to give my Lord Nyasaye mosemiyowa ngima godhiambo masani wadwa mondo mi wachiwne matin kuom gigo mosetimonwa kaluwore gi wang' gi manono. Koro akwayo ni waa malo mondo mi wich miwa e wer moro ma wagolo ne Yesu moro. Inyalo wer sana. Amenitendea, amenitendea, Emmanueli, amenitendea, amenitendea, Emmanuel, Amenitendea, 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 Emmanueli, amenitendea, Emmanueli, amenitendea, 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 Emmanueli, Emmanueli, amenitendea, Emmanueli, Emmanueli, amenitendea, 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 Yesu wangu leo amenitendea, Emmanueli amenitendea, Emmanueli amenitendea, Emmanueli amenitendea, Emmanueli osetimona, Emmanueli oseti, osetimona, 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 Emmanueli, Osetimona. thank you, Pastor William. Nyalo gwedho chiwo. Ting'a badi malo. Agoni erokamano Nyasachwa ma Nyasach Israel. Jogi osetiyoni e yor sadaka Nyasach ngima. Iyanegi malo Nyasach kwe. Chiwo ma gichiwo bed kifungu mar yawo yore ma jaosigo oseloro. Itimne gik madongo ma Nyasaye itimne gik madongo ma dhano ok nyal timo. Wuora yaye. Ichwang tuoche kokalo kuom chiwo ma gisechiwo. Iyanegi malo. Igwedhgi ka giwuok kendo igwedhgi ka gidonjo. Igwedh nyithindgi ma koth oguchgi. Mane happy e nying Yesu Kristo ma jawarwa. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, be with us forever. Amen. God bless you until we meet on Sunday. osetimona, Emmanueli osetimona.
Emmanuel,